Kwa majina naitwa Elihuruma Mabelia, ni mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Pamoja na mimi niko na Dr. Kisenge ambaye ni mkurugenzi wa Jakaya Kikwete, lakini pia tuna serikali ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini chuo kikuu chetu kishiriki cha tiba Muhimbili na baadhi ya viongozi kwenye vyuo hivyo, lakini tunatambua ushiriki wa moja kwa moja wa Chuo Kikuu cha Dodoma kwenye jambo hili. Jambo hili ni maandalizi ya IST Festival ambayo itafanyika tarehe 7 mwezi wa pili, tarehe 7. Jambo hili litafanyika tarehe 7 mwezi wa pili na venue itakuwa ni Coco Beach. Sasa maandalizi ya jambo hili msingi wake ni kualika wadau, lakini kwa nini IST Festival? Ni kwa sababu tunaamini kwanza ni aina ya usafiri ambao unatumika na wadau wengi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, lakini ni aina ya usafiri ambao kimsingi ni wa gharama nafuu, na kundi kubwa ambalo linatumia usafiri huu ni kundi la vijana, lakini pia wafanyabiashara wanatumia sana usafiri huu kwenye masuala ya usafiri na usafirishaji, kwa mfano Uber. Sasa maandalizi ya jambo hili yamelenga kukutanisha kundi kubwa hili ambalo linatumia usafiri wa IST ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, kukaa pamoja, kuweza kuwa na tafakari pana ya namna ambavyo tunaweza kuendelea kushirikiana, lakini kuongea lugha moja, lakini mwisho wa siku ni kujenga umoja. Jambo hili kwetu ni muhimu sana, na niombe sasa, kwa sababu leo ni siku ambayo tunazindua rasmi safari ya kuelekea kilele hicho cha tarehe 7 mwezi wa pili kwenye mkutano huo au makutano hayo ya magari ya aina ya IST. Niombe wadau waweze kutuunga mkono sisi kama mkoa wa Dar es Salaam ili tuweze kuongea lugha moja, na huu utakuwa mwanzo mzuri wa kuweza kuwa tunashirikiana na kuwa tunakutana pamoja kwenye sherehe za namna hii. Sasa baada ya kusema haya machache, nichukue nafasi hii kwa sababu nimesema wapo wadau ambao wanatuunga mkono, wapo wadau ambao tunashirikiana kwenye jambo hili, akiwemo mkurugenzi wa Jakaya Kikwete na viongozi wa vyuo vikuu vyetu hapa nchini. Nitoe nafasi na wao waweze kusema kwa nafasi zao, lakini mwisho, lakini si kwa umuhimu, kwenye mkoa wetu na halmashauri zake tunaendelea kutoa mikopo ya 10%, na moja ya eneo ambalo tunalisisitiza sana ni kuwakwamua vijana kwa maana ya 4%. Sasa kwenye eneo hili naweza nikatoa wito sasa kwa vijana kuendelea kuchangamkia fursa ambazo ziko kwenye halmashauri zetu, vijana wakaweza kuwezeshwa, na biashara ambayo inafanya vizuri ni biashara ya usafirishaji pia. Kama tunaweza kukopesha bodaboda, kama tunaweza kukopesha bajaji, lakini kumbe hata wanaotamani kukopa IST kwa kutumia mfumo wa 4% walete maandiko waweze kukopeshwa, na mwisho wa siku tuwe na kundi kubwa ambalo linaweza kuzalisha, lakini tuwe na umoja kupitia IST. Asante sana. Dr. Peter Richard Kisenge ni daktari bingwa magonjwa ya moyo, lakini ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ikishirikiana na serikali za wanafunzi wa vyuo vikuu, chuo kikuu cha MUHAS, lakini chuo kikuu cha UDSM pamoja na chuo kikuu cha UDOM, kwa pamoja na serikali ya mkoa wa Dar es Salaam na wauzaji wa magari pamoja na vipuli, tumeungana kwa pamoja kuandaa siku ya IST Festival ambayo inategemewa kufanyika tarehe 7 mwezi wa pili mwaka 2026. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete imekuwa na utaratibu wa kuwafuata watu mbalimbali, makundi mbalimbali katika dhima yake ya kuhakikisha kwamba
tunalinda afya ya moyo na magonjwa mengine yasiyoambukiza. Taasisi hii imekuwa na kauli mbiu jua namba zako, jua presha yako, jua mapigo yako ya moyo, jua uzito wako, pamoja jua sukari yako katika damu, pamoja jua mafuta yako katika damu. Hivi vyote vinachangia magonjwa yasiyoambukiza. Kwa kushirikiana na hao wenzetu, kwa kutumia hii siku maalum ya ST Festival ambayo ni vijana wengi wanatumia magari haya, tumeona vijana wanaweza wakahusika sana kupeleka habari kwa wananchi mbalimbali katika kujilinda na magonjwa ya moyo na magonjwa yasiyoambukiza. Taasisi ya moyo itashirikiana na vijana hawa ambao ni wa vyuo vikuu na vijana wote nchi nzima, wakiwepo hasa wa Dar es Salaam ndio watakuwa wanawakilisha, lakini vijana wote nchi nzima waje siku ya tarehe 7, na wale wenye magari na wasiokuwa na magari wakusanyike pale Coco Beach ili tulete magari yetu, lakini tutumie hiyo siku ya kupima afya zetu. Nasema jua namba zako, jua presha yako, jua mapigo yako ya moyo, jua uzito wako na jua mafuta yako katika damu. Asante. Asante sana. Habari za saizi. Jina langu ni William Emmanuel, rais wa serikali ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Mlimani Campus. Niko hapa mbele yenu kwa ajili ya IST Festival. IST Festival ni tamasha kubwa lililolenga kuunganisha vijana wote wanaoishi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na vijana wa vyuo vinavyopatikana ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, ikiwepo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Muhimbili, DIT, NIT, CBE na vyuo vingine vyote vile. Kwa nini mimi rais wa serikali ya wanafunzi niko hapa mbele yenu? Na ni tamasha la magari. Ndani ya wanafunzi tuko wanafunzi wa tofauti tofauti. Kuna wanafunzi wana magari, huwa wanatoka huko waliko kuja madarasani kwa kutumia usafiri wao wa magari. Ndo hapo ambapo na mimi nikaona kuna sababu ya serikali yangu kuchip in na kusapoti hili jambo liweze kufanyika. Faida kwa kijana kuji-engage katika tamasha hili ni kupata engagement na watu ambao kwa namna moja au nyingine wamefanikiwa sana. Tunavyoelewa na kuamini ya kwamba fursa nyingi zinapatikana kwa kujichanganya, basi na waasa vijana wote wa vyuo vikuu vyote vinavyopatikana hapa jijini Dar es Salaam na vyuo vya pembeni muweze kujumuika nasi siku ya tarehe 7 mwezi wa pili 2026. Ni siku ya weekend pia. Lakini sio hivyo tu, kutakuwa na michezo kibao. Tunajua Gen Z wengi wanapatikana wanafunzi. Kwa mfano mimi chuoni kwangu tuko wanafunzi 42+ na Gen Z ndo wanakopatikana hapo. Kwa na waasa hautatoka tu na engagement za kawaida au engagement za wafanyabiashara wakubwa na viongozi wakubwa ambao wanaweza pave your way kwenda katika mafanikio yako. Utapata pia burudani, kutakuwa na michezo ambayo ya watu ambao wanamiliki IST old model na new model, lakini pia kutakuwa na mshindi atapata hizo zawadi, tutakula mbuzi, tutakunywa supu wote kwa pamoja, kutakuwa na michezo ya volleyball, beach soccer, lakini pia na wasanii wa singeli, mnanda, tarabu na baikoko. Kwa hiyo nawaasa sana vijana wenzangu wote mnaofuatilia hii press kuweza kuwa impressed na kushow up hiyo siku. Mengi utapata, lakini cha zaidi endelea kufuatilia kwa sababu leo ndo ufunguzi, na nawakaribisheni sana, usisite, karibuni sana tarehe 7. Asante sana. Okay, habarini za wakati huu. Yes, jina langu naitwa Nzengwa Mugopa Mahela, ni mwanafunzi wa udaktari mwaka wa 5 katika chuo cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili, lakini pia ndiye rais wa serikali ya wanafunzi katika chuo hicho cha Muhimbili, yani MUHASO. Na siku ya leo kwa kushirikiana na hospitali ya taasisi ya Jakaya Kikwete pamoja na serikali ya wanafunzi UDSM na UDOM, kwa pamoja tunawaleteni jambo kwa ajili ya vijana. Jambo linaloitwa IST Festival 2026 ambalo tutakutanika kama vijana wa serikali, vijana kutoka vyuo vikuu vyote vilivyopo Dar es Salaam kama ambavyo Mheshimiwa Rais kutoka Daruso Mlimani ameweza kuvitaja na vingine vingi, ya kwamba tujitokeze kwa wingi. Hili ni jambo la kwetu kwa ajili ya kusherehekea siku hiyo kwa wanafunzi ambao ni wamiliki wa magari ya aina ya IST kwa new model
na old model, lakini pia hata kwa ambao hatukubahatika kumiliki magari ya namna hiyo, kwa sababu jambo la kwetu tujitokeze kwa ajili ya kuweza kushiriki. Na kama serikali ya wanafunzi Muhimbili tutakuja kwa kofia mbili, kwa sababu pale kuna wanafunzi wa udaktari watashirikiana na taasisi ya Jakaya ya Kikwete kwa ajili ya kupima magonjwa yasiyoambukizwa, lakini pia kama vijana tutakutanika sehemu hiyo. Kwa hiyo niwaalike na kutoa rai ya kwamba tujitokeze kwa wingi tuweze kusherehekea. Asante sana, Mungu awabariki sana. Asante sana. Tuanze. Habari za wakati huu, waandishi wa habari. Kwa jina naitwa Zakaria Sadin, mkurugenzi mtendaji wa Landmax Automobiles. Tukiwa tunashirikiana na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na vyuo pamoja na taasisi ya Moyo na ofisi ya mkuu wa mkoa, tufaki umezingatiwa katika jambo hili la ST Festival linalofanyika tarehe 7 mwezi wa pili mwaka huu. Mengi yamezungumzwa na viongozi, na mimi ningependa tu kwenda moja kwa moja kwenye muundo wa tamasha hili ambalo malengo muhimu ni kukuza umoja na ushirikiano miongoni mwa vijana, kuweka jukwaa rasmi kwa wapenzi wa magari, kuandaa burudani salama na kuzingatia sheria, kusaidia biashara kama ambavyo kiongozi ameongea kuhusu mikopo ya ST, kufikia soko la vijana na kukuza ajira katika sekta na ubunifu wa huduma. Sasa muundo wa tamasha ST Festival tarehe 7 itakuwa, kwanza kutakuwa na elimu ya usalama barabarani na huduma ya kwanza. Sisi kama Landmax Automobiles ambao ni wauzaji na watengenezaji wa magari, tutakuwa tunatoa huduma kwa magari, yani hizo ST, kwa kutoa ushauri na matengenezo pale ambapo inakuwa inahitajika. Pia kutakuwa, ambacho ndo kitu kikubwa, convoy rasmi kushirikiana na polisi barabarani, tutatengeneza kama ruti msafara mpaka pale ambapo viwanja vyetu wa ST zote kutoka eneo fulani ambapo mengine tutakuwa tunahabarisha kwenye vyombo vyenu vya habari. Pia kutakuwa kuna maonesho ya magari, yani magari ambayo yamekuwa pimped, yameongezewa ubora, na mashindano ya magari, nani ana gari zuri, nani ana ST zuri. Tutakuwa mashindano ya sound system na muonekano wa gari, tutakuwa na burudani ya DJ na ugawaji wa zawadi na vyeti. La mwisho ambalo nitamalizia nigusie tu katika huo mchakato wetu wa IST Affordable Finance, kama alivyoongea mwenyekiti wa jiji, kwamba sisi kama Landmax Automobiles kushirikiana na hizi taasisi za serikali kwa miaka 2-3 ambayo tumefanya kazi, tungependa na sisi kutoa kwenye jamii. Kwa hiyo tunachotaka ni kwamba hasa tunalenga vijana wa kima ya chini kukopesha ST, kwamba mteja atapokuja tu au mwananchi wa kawaida atakuja tu na 50% ya thamani ya gari, let's say 5 milioni, alafu sisi tutamdhamini kwa kulipia kiasi kilichobaki, na yeye atalipa kidogo kidogo kwa muda ambao tutakuwa tumepanga kutokana na biashara yake au mshahara wake, kutokana na uwezo wake. Yaani hakutakuwa kwamba bwana mwisho miezi 3 au mwisho miezi 6. Tutapanga kutokana na uwezo wake, na tunalenga vijana wa kima cha chini na hasa wanafunzi. Kwamba unakija tu na asilimia kadhaa ya gari, sisi kama Landmax Automobiles kushirikiana na taasisi zingine tutadhamini ule mkopo, utapata gari yako ili wewe kufanya biashara zako, kujiinua. Alafu baada ya hapo tutazungumza na vitu vingine. Taratibu zingine mtazipata tunavyoendelea na huu mchakato kwenye media tu ambazo zinaanza hivi karibuni. Basi kwangu mimi ni hayo. Kama nawashukuru sana. Asante sana. Kitia malizio. Asante sana. Nimetangulia kusema hapo mwanzo kwamba tukio hili kwanza ifahamike, limeandaliwa kwa kuzingatia kwamba lipo kundi kubwa sana la watumiaji wa hizi IST, watumiaji binafsi, lakini watumiaji wa kibiashara, na tunaamini kwamba lipo soko kubwa sana. Sasa kwa msingi huo ni kwamba tunatarajia kuwa na namba kubwa ya IST ambazo zitashiriki, kwa maana ya washiriki wenyewe.
sio chini ya IST 2,000 mpaka 3,000 ambazo tunaweza tukazipata kwa sababu ya hamasa ambayo inaendelea, ambayo kimsingi tunaamini tutakuwa na mwitikio mkubwa. Sasa kuhusu kuvunja records au kuweka records kwa maana ya World Guinness, nadhani matokeo hupimwa baada ya tukio lenyewe. Kwa hiyo hizo taratibu nadhani zitaendelea. Ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa inaendelea na uratibu wa jambo hili, na ndio maana tumesikia hapa kutakuwa na series ya matukio kuelekea kilele cha IST Festival ambayo itakuwa ni tarehe 7 pale Coco Beach. Kwa hiyo niseme kwamba tunaamini tukio hili litakuwa na mwitikio mkubwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Washiriki tunaamini watakuwa ni washiriki wa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, lakini hatuwezi kuzuia mshiriki mwingine yoyote kutoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu lengo moja la kuwa na tamasha hili ni mashirikiano na umoja, lakini kuzungumza lugha moja. Kwa hiyo yoyote yule ambaye angependa kushiriki, iwe ndani ya mkoa au nje ya mkoa, anaruhusiwa. Lakini kwa sababu maandalizi yanafanyika hapa, tunaamini kwamba washiriki wengi watatoka hapa. Asante sana. Tunashukuru kwa swali lako. Siku ya leo tumeanza kwa maana ya kutangaza jambo hili, lakini pia kutangaza utaratibu namna ya kushiriki, lakini pia kusema ni namna gani ambavyo tunaweza kuwafikia washiriki wa jambo hili. Moja, Landmarks ni sehemu ambayo kimsingi ukitaka kuja kujiandikisha watachukua taarifa zako za ushiriki, lakini na taratibu zingine za ushiriki wa jambo hili utaelekezwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ili kuwafikia washiriki na ambao kimsingi kama nilivyosema, kutakuwa na matukio mengi kuelekea kilele, kutakuwa na matangazo ambayo yatatoa maelekezo ya namna ya mshiriki kujisajili, na mwisho wa siku ili kila mmoja tumfikie na ashiriki ipasavyo. Kwa hiyo swala la kujisajili, kufikiwa Landmark ambao kimsingi ndio hasa wamebeba bendera katika hili, ni sehemu ambayo mnaweza kuwafikia na wananchi au wadau wanaweza kuwafikia na kujisajili na kuweza kushiriki moja kwa moja. Kwanza, upimaji utakuwa ni bure, hauna gharama zozote, ni wewe mwenyewe tu kushiriki kwenye hii IST Festival, na nishasema hapo awali, si lazima uwe na hiyo gari, lakini unaweza kuja either una gari au usiwe na gari, unaweza kuja. Kwa hiyo unaweza kujitokeza siku hiyo, na upimaji huu ni bure kabisa. Na kumbuki, katika upimaji huu utakuwa na vifaa vikubwa vya echocardiogram, ECG, ambapo kumpima mtu kwa echo huwa kwa kawaida inagharimu kutoka 60,000 mpaka 120,000. Kwa hiyo unapewa bure kupima, na ECG yenyewe ni 20,000, ni bure. Lakini kuna vipimo vingine kwa kucheki mafuta kwenye damu, kucheki sukari, vyote hivyo ni bure. Kwa hiyo hakuna gharama zozote mtu atakayechajiwa, ni wewe mwenyewe kujitokeza kupima. Lakini umuhimu wa kupima vile vile tunavyofahamu, unapoendesha gari ukijua na afya yako kwamba iko vizuri, ukiwa na sukari, macho yanakuwa hayaoni vizuri, unaweza ukapata accident na vitu kama hivyo. Na ndio maana sisi tumeamua kushiriki na vyuo vikuu, hasa MUHAS, chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini na wenzetu wanaoendesha magari, ili wakiwauzia magari una afya njema kabisa, unaendesha gari lako na unaingiza faida kwa muda mrefu, kwa sababu utaishi maisha marefu. Nia ya JKCI ni kuhakikisha watu wanaishi maisha marefu. Shughuli hii ya IST Festival inafanyika tarehe 7 mwezi wa 6. Tunawakaribisha wadhamini tarehe 7 mwezi wa pili. Shughuli hii ya IST Festival inayofanyika tarehe 7 mwezi wa pili, tunawakaribisha wadhamini mbalimbali kama taasisi za kifedha kwa ajili ya mambo ya mikopo, taasisi za kampuni za vinywaji na watu wengine, magereji, watu wa upgrade, makaosh.
kwamba wadhamini mbalimbali tutawekea mabango yao kwa ajili ya huduma mbalimbali katika siku hiyo adhimu. Hilo tu ndio tunataka tumalize nalo na kuwakaribisha wote kuungana na sisi kwenye hili jambo. Taratibu zingine na mambo mengine yote tutaanza media tour kuhusu hili jambo mpaka tutapofika kilele cha maadhimisho ya ST Festival ambayo tunategemea itakuwa inafanyika kila mwaka. Asanteni na tunashukuru kwa muda wenu. Asanteni sana jamani.